Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya swala na salam Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bado tupo katika mwendelezo juu ya watu ambao mioyo yao ilijawa juu ya kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ninavyotueleza leo, bado tuko na mwanachuoni wetu Sheikh Abdul Hamid Kishi katika kitabu chake hiki wal Khutab al Asariya na vitabu vyake vingi vya namna hii, Khutab al Minbariya, anaeleza mambo ya jambo mbalimbali na watu mbalimbali walioonyesha mapenzi yao kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako wengi masahaba na waliofuata baada ya masahaba, lakini kwa muda huu leo tumwangalie Imam Malik bin Anas. Hubbul Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya al-Imam Malik bin Anas, Mwenyezi Mungu amuyarabi, kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikuwaje mapenzi yake? Kana al-Imam Malik rahimahullah, alikuwa Imam Maliki rehma za Mwenyezi Mungu za juu lake, idha jalasa lilfiqhi jalasa haythu kana. Alikuwa Imam Maliki akikaa katika kazi chake cha kusomesha, kama anasomesha ilmu ya fiqhi, jalasa haythu kana, anakaa kwa hali yote atakayekuwa nayo. Kwa maana awe na udhu atakaa atasomesha, awe hana udhu atakaa atasomesha fiqhi. Wa idha jalasa lilhadithi, lakini kamwe anapokaa kwa ajili ya kusomesha hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakukubali kamwe kubaki bila udhu, bali ightasala, kwanza anakwenda kukoga kabisa na anapata udhu, watatayaba, na anajitia manukato, walabitha thiyaban jadida, na anavaa nguo mpya ama nguo nzuri kabisa, wataammama, na anajieneza katika uzuri na akijifunga kiremba, wakaada ala misatihi bi khushu'i, na anakaa katika kigoda chake cha kusomeshea kwa khushu'i wa khudhu'i, na khudhu'i, akaa katika khushu'i ya hali ya juu, ni unyenyekevu, wa khudhu'i, na upole wa hali ya juu. Yani bi khushu'i wa khudhu'i bi maana wahid. Hiyo khushu'i wa khudhu'i ni maana moja, lakini bi khushu'i katika hali ya kuwa ni unyenyekevu